Ni hivi majuzi Marekani iliamua kuishambulia Iran katika vituo vyake vya nyuklia, ambapo ilitumia ndege za kivita aina ya B2 Spirit ambazo zilipita katika mifumo ya ulinzi ya Iran bila kuzuiwa na mifumo hiyo. Ndege hizo maalum za kivita za Marekani aina ya B2 Spirit zimeonekana kurejea katika kituo chao cha Whiteman Air Force Base kilichoko Missouri nchini humo baada ya kushiriki katika operesheni ya kijeshi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran. Whiteman ndicho kituo pekee kinachohifadhi kikosi cha 509 Bomb Wing, kikosi pekee cha Marekani kinachoendesha ndege za kisasa za aina hiyo. Ndege hizo zilishuka kwa makundi, ambapo kundi la kwanza la ndege 4 lilifanya mzunguko mmoja angani kabla ya kushuka kutoka upande wa kaskazini mwa uwanja, na kundi la mwisho la ndege 3 lilitua ndani ya dakika 10 zilizofuata. Aidha, siku moja kabla ya kurejea, ndege hizo zilitumika katika operesheni ya kijeshi ya hali ya juu iliyohusisha mbinu za kivita na matumizi ya ndege chambo kwa lengo la kuipiga kwa nguvu kubwa miundombinu ya nyuklia ya Iran. Ndege za kivita za B2 Spirit huruka juu umbali wa takriban kilomita 12 kutoka usawa wa bahari zikiwa zimebeba mabomu ya B2 Bunker Booster na kisha kushambulia, na hata siku zinaishambulia Iran zilifanya hivyo, huku mabomu yanayobebwa na ndege hizo yakitajwa kupita ndani ya ardhi na kisha kuripuka na kuharibu miundombinu ya vinu vya nyuklia vya Iran. Bomu hilo halihitaji engine, linashuka kwa mvuto wa dunia, yani gravity, kwa kasi na utulivu, likiwa limeongozwa na satellite na kudhibitiwa na mabawa yake ya nyuma yanayobadilika. Uzito wake mkubwa huongeza nguvu ya msukumo, yani kinetic energy, inayoweza kulisukuma hadi kina cha mita 60 ardhini hata kabla ya kuripuka. Kisha kripu cha kuchelewa, delayed fuse, huamsha tani 2.4 za milipuko chini kabisa ya uso wa dunia na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye ngome zilizojificha chini ya ardhi. Wataalamu wa masuala ya silaha wanasema kuwa ni Marekani pekee ndiyo inamiliki ndege hizo za kisasa na mifumo ya kuzuia mashambulizi ya aina hiyo kutoka kwa nchi zingine ambazo pia zimeanza kutengeneza ndege kama hizo. Licha ya kudaiwa kuwa ndege hizo zilifanikiwa kuingia katika mlima wenye matuta na kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, lakini hakuna madhara ya moja kwa moja yaliyotokea, na huenda madhara yake yakaonekana baadaye nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu mafanikio makubwa yaliyofanywa na nchi yake kupitia ndege hizo na kusema kuwa lengo la kuivamia kwa nguvu nchi ya Iran ilikuwa ni kuvisambaratisha vituo vya urutubishaji wa madini ya uranium nchini Iran. Wakati huo taifa la Iran bado halijatoa taarifa juu ya madhara ambayo yametokea kutokana na uvamizi wa Marekani katika vinu vyake vya nyuklia. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.